Okay, Yesi, atukuzwe Yesu. Ninakusalimu kwa jina la Yesu Kristo mahali popote unanifuatilia. Nikukaribisha tena kwenye saa ya uamsho ulimwenguni. Ninamtukuza Bwana Yesu kwa nguvu zake, uweza wake na neema yake ya ajabu sana. Anaendelea kutupigania na kutupa afya. Leo tena kwa neema za Mungu tunaendelea na ujumbe unaosema vita vya kimifumo vinavyohusiana na kurudi kwa Yesu. Vita vya kimifumo vinavyohusiana na kurudi kwa Yesu, ama kwa lugha rahisi nilikwambia unyakuo na vita vya kimifumo, au vita vya kimifumo na kurudi kwa Yesu. Tuanze tena polepole. Tuliongelea mambo kaza wa kaza kwenye part 1 na part 2 niongelea kama utangulizi, na tukaanza kuangalia mifumo kaza wa kaza part 3, part 4 na part 5. Kwa hiyo leo tena hii ilikuwa ni mwendelezo wa chapa 666 kwenye mfumo wa ndoa, jinsi ya chapa hii inavyofanya kazi. Ninaomba unisikilize kwa makini sana. Nitaweka utangulize tena kwa faida ya wale ambao ni mara ya kwanza kutembelea kwenye hii channel ya saa ya uamsho ulimwenguni. Nilisema kwamba shetani anafanya kazi usiku na mchana kuhakikisha kwamba anamkamata mtu mmoja mwenda mbinguni na kuhakikisha anamnasa mtu. Shetani anafanya kazi usiku na mchana ili kukamata ulimwengu na kuhakikisha kwamba unakuwa mikononi mwake, na walimwengu wasitambue kwamba wako mikononi mwa Ibilisi. Na kazi ya shetani imeandikwa kwamba ole wa nchi na bahari, kwa maana Ibilisi na shetani ametupwa kwenu, naye anajua ana wakati mchache tu, ana muda mchache tu. Na kazi ya shetani, anajua yeye hana nguvu kimsingi ya kupigana kupigana na wana wa Mungu ana kwa ana, kwa maana anajua akiingia vitani yeye kama yeye ana kwa ana na wana wa Mungu, anaweza akapigwa na akala hasara kabisa. Kwa hiyo shetani anafanya kazi zake kwa umakini mkubwa sana, anafanya kazi zake kwa hekima kubwa sana, anafanya kazi zake kwa mpangilio mkubwa sana. Kwa hiyo anakuwa na vikao kaza wa kaza ambavyo vinahusu kuwateka wana wa Mungu na vinavyohusu kuimiliki dunia. Na alichofanya sasa shetani, yeye ni bwana wa mitego, ni bwana wa kuweka mitego, kwa maana yeye ni mwindaji, anawawinda wanadamu ili awakamate. Ina maana alichofanya ni kuweka mitego kaza wa kaza, na yeye amejificha sehemu fulani akiwa anachungulia watu wanaonasa kwenye hiyo mitego. Na watu wamekuwa sasa wakimpiga shetani. Kimsingi shetani hayupo, ila ameweka tu mifumo ambayo watu wanakuwa wako ndani yake, wanakuwa wamenasa na wanakuwa wanamkimbia shetani, na katika kumkimbia shetani yeye hayupo, wanajikuta wako kwenye mifumo yake aliyoiweka kama mitego. Na unavyojua tu, hata wavuvi wao wanaweka nyavu zao, mitego yao, na wanapokuwa wanaondoka sasa, samaki wao wanakimbia, na wanapokuwa wanakimbia kwenye nyavu na wananasa kwenye mitego ya hawa wavuvi. Hivyo shetani watu wanakemea, wanafyeka, wanamkemea shetani. Lakini ukiwa unamkemea shetani sasa, ameweka mfumo, unakuwa uko umenasa, unamkemea shetani huku umevaa kitu chake, kina kodi yake. Na maana unapokuwa unamkemea yeye hapati chochote, ila wewe unakuwa uko ndani ya mtego, na ukijaribu kumtafuta shetani, lakini shetani unakuwa umemvaa, shetani unakuwa unamwaza, shetani unakuwa ndani yake, unakuwa uko ndani ya mfumo wake. Na nikakwambia vitu kaza wa kaza, na tuendelea kuangalia mifumo kaza wa kaza aliyoiweka. Kimsingi ukishinda hiyo mifumo umemshinda shetani, lakini ukimtafuta shetani hali kadhalika uko ndani ya hiyo mifumo, unakuwa uko mateka na hujamshinda shetani, na shetani ataendelea kukutesa tena na tena na tena. Kwa hiyo nikombe tu, kama wewe ni mara yako ya kwanza kutembelea channel hii ya saa ya uamsho ulimwenguni, rudi part 3 ukaangalie mfumo mmoja wapo ambao nimeuelezea sana jinsi unavyofanya kazi kwa nasa watu.
Leo tena tunapiga hatua kuiangalia hiyo mifumo. Leo tena tutaangalia roho ya kujichua. Ni kama mfumo aliouweka watu wamenasa, vijana wengi, kiasi kwamba nitaka nisiongelee huu mfumo, lakini kwa uzito wake na kwa kanuni ya Yesu kwamba huwa anaacha kondoo 99 na kwenda kumtafuta mmoja aliyepotea. Na hapa vijana wengi wamenasa, watoto wengi na hata watu wazima. Ina maana kuna haja ya kuacha kondoo 99 waliosimama ili tuende kuwatafuta hawa kondoo. Lakini pia kwenye kipindi hiki nitaongelea vyote. Tutaangalia maagano juu ya watoto, maagano juu ya watoto na watu wazima nje ya ufahamu wao. Tutaangalia vitu kama hivyo, lakini pia tutaangalia sela kaza wa kaza ambazo kwa hizo zinatambulisha alama ya mnyama, na unapozizingatia hizo sela unakuwa tayari umepokea ile chapa. Kwa sababu hiyo tuliweka msingi kwenye kitabu cha Ufunuo sura ya 13 kuanzia mstari wa 16 mpaka mstari wa 18. Ukifungua hapo, maneno ya Mungu yanasema, naye awafanya wote, wadogo kwa wakubwa, na matajiri kwa maskini, na walio huru kwa watumwa, watiwe chapa katika mkono wao wa kuume au katika vipaji vya nyuso zao. Tena kwamba mtu awaye yote asiweze kununua wala kuuza isipokuwa ana chapa ile, yaani jina la mnyama yule au hesabu ya jina lake. Hapa ndipo penye hekima. Yeye aliye na akili na aihesabu hesabu ya mnyama huyo, maana ni hesabu ya kibinadamu, na hesabu yake ni 666. Kwa hiyo ninaomba unisikilize kwa makini sana. Hii naye awafanya wote, ina maana awafanya wao bila kujua. Na nikuambia kuna mifumo kaza wa kaza imewekwa kuhakikisha kwamba anawafanya wote, walio huru kwa watumwa, matajiri kwa maskini, kupata ile chapa. Na nikuambia ile chapa haionekani kwa macho, bali unapotenda tu mapenzi ya shetani au unapoingia kwenye mfumo wa shetani, tayari unakuwa umepokea ile chapa 666. Hata maneno ya Mungu yanasema, kwa maana mtu yeyote asimtabishe, kwa maana nazipokea chapa zake Yesu Kristo mwilini mwangu. Na hizo chapa hazionekani. Unazipokeaje? Ni kwa kutenda mapenzi ya Mungu, na chapa za Yesu Kristo zinakuwa mwilini mwako, lakini hazionekani. Na hii chapa ya shetani, ukiingia tu kwenye mfumo wake, tayari unakuwa umeipokea. Unaweza ukarudi hizo pati nilizosema, nimeongelea sana, lakini kwa vitu nilivyo navyo vingi, hii nitaiongelea kwenye mfumo wa kiuchumi. Hii chapa 666 nitaiongelea sana. Kwenye mfumo wa mavazi na chakula, hii namba 666 nitaiongelea sana. Kwenye mfumo wa teknolojia, hii 666 nitaiongelea sana. Na jinsi shetani alivyoweka hii mifumo, na watu wengi wamenasa huku akimkemea. Shetani hayupo, yeye tu amejificha, anachungulia, yuko mahali. Wewe unakuwa unashindana naye, unamchoma moto, lakini bila kujua kwamba amekunasa. Tayari uko kwenye mfumo. Ukitoka tu kwenye mfumo, unakuwa tayari umemshinda shetani. Basi sasa twende kwa polepole sana. Nitaanza na jambo la kwanza, roho ya kujichua. Roho ya kujichua. Hebu fungua Waefeso sura ya 5. Waefeso sura ya 5 na ule mstari wa 3. Neno la Mungu linasema, lakini uasherati usitajwe kwenu kamwe, wala uchafu wowote na wa kutamani, kama iwastahilivyo watakatifu, wala aibu, wala maneno ya upuzi, wala ubishi, nayo hayapendezi, bali afadhali kushukuru. Ninaomba unisikilize kwa makini sana. Kwa kawaida, vijana wengi wanaomwamini Yesu Kristo, wanaoenda makanisani, wamenasa kwenye kifungo cha kujichua, kiasi kwamba waliingia kama wanajaribu, na wanakuwa wanajutia kile wanachokifanya, lakini hawawezi kutoka. Wanatamani wawe huru na wafanye kazi ya Mungu na wamtii Mungu, lakini wameshindwa kabisa kuacha hiyo tabia, na kiasi kwamba hawapendi. Na wengine kabisa ni watumishi wa Mungu, lakini wamenasa kwenye huo mfumo. Shetani anatumia mwili kuzuia mpango wa Mungu kwa wanadamu. Shetani anatumia mwili
kuzuia mpango wa Mungu kwa wanadamu, kuzuia wanadamu wasitembee kwenye mapenzi ya Mungu, kiasi kwamba kuna wengine sasa wanakuwa kabisa wanajua wameingia kwenye kifungo kibaya, lakini wameshindwa kutoka. Sio kwa sababu kwamba kwamba wanapenda kufanya dhambi, lakini ni kwa sababu ya ule mfumo uliowekwa, na wamenasa kwenye huo mtego, na kiasi kwamba hawezi kutoka mpaka awepo mtu wa kuwasaidia. Hebu nisikilize kwa makini sana. Kwa hiyo huu ni mtego na mfumo wa kishetani aliouweka kuhakikisha kwamba anawanasa wanadamu, huku yeye akiwa amestarehe bila kutumia nguvu. Yaani tu akaweka huo mfumo, na yeye akaenda mbali kabisa, akawa anastarehe tu, akiwa anastarehe tu bila kutumia nguvu, huku akichungulia ni nani amenasa. Na ukinasa, ukiingia kwenye huo mfumo, hawezi ukatoka kwa kawaida tu au kwa akili za kibinadamu. Vijana wengi wamekuwa kwenye vifungo hivi na hawawezi kutoka kabisa. Ni vijana wengi, na hawa ni watumishi wa Mungu kabisa. Mungu ana mpango mkubwa juu yao, wana hatima kubwa, na Yesu Kristo hatamani hata mmoja apotee, bali wote tufikirie toba na kupata wokovu wa Yesu Kristo. Kwa hiyo vijana wengi wamefungwa kwenye hivi vifungo, ni wengi wako makanisani, kiasi kwamba wale wapagani wao, kwa sababu sasa wako katika uzinzi wenyewe, ni baadhi, ni wachache waliofungwa kuliko wale ambao wako makanisani, kwa maana wamezuiliwa katika uzinzi, lakini kwa fundisho lisilo sahihi kwamba kuzini ni kule kukutana mwanamke, bali kumbe kuzini ni kule tu kuwaza. Kwa hiyo imekuwa wameingia kwenye huo mfumo, na cha kushangaza kabisa na cha ajabu, vijana hawa sasa wako makanisani, wamekuwa na kifungo hiki, lakini cha ajabu, hawa vijana sasa wako TikTok, wako Facebook, wako busy wanacheza magame, lakini wako na hivi vifungo, lakini hawajali. Wako busy TikTok, wako wanacheka, wako kwenye vichekesho, wako wanacheza magame, lakini wamefungwa na vifungo vya kujichua, na wala hawana tena yani hawawazi kwamba wako kwenye vifungo, wala hawatilii maanani kwamba wako kwenye vifungo, na mwishowe wamezoea, wanaona ni hali ya kawaida. Na ndio maana nimeweka hii tu. Vijana ambao naona wananifuatilia kwenye management yangu ya YouTube ni wachache sana, ni kuanzia miaka 13 mpaka 17 hakuna, 18 mpaka 25 hakuna. Ina maana wanaonifuatilia ni watu wazima, lakini wale walengwa sasa, wale wenye vifungo hawapo, wako TikTok kule, wako wanacheza. Kwa hiyo tu kidogo nikataka nisifundishe, lakini iko haja ya kutuombea vijana wenu, wazazi wetu, ya kuombea vijana watoke kwenye hivyo vifungo. Amen, amen. Basi fungua tena Yakobo 1, Yakobo sura ya 1 mstari wa 14. Neno la Mungu linasema, lakini kila mmoja hujaribiwa na tamaa yake mwenyewe, huku akivutwa na kudanganywa. Halafu ile tamaa ikiisha kuchukua mimba huzaa dhambi, na ile dhambi ikiisha kukomaa huzaa mauti. Naomba unisikilize sana kama ni kijana. Roho ya kujichua huanzia na tamaa ya mwili. Huanzia na tamaa ya mwili kwenye ule umri sasa wa makuzi. Na wakati mwingine hii inaanzia tu na tamaa ya mwili kwa watoto kabisa. Unakuwa ni wewe, unakuwa na mawazo ya tamaa ya mwili, lakini kwenye ule wakati sasa wa makuzi, na kwenye ule wakati wa viungo vyako kupevuka, unapokuwa na tamaa ya mwili sasa hivyo, kuna kuwa na malkia wa kujichua, malkia wa kuzimu wa kujichua, ambaye anaanza kukuvuta taratibu, kukushawishi bila wewe kujua. Unapokuwa na ile wazo, anaanza kukuvuta. Ile wazo inaanzia na wewe kwanza. Unapokuwa na ile tamaa ndani ya moyo wako, unapokuwa na tamaa, yani viungo vyako vinapowaka tamaa, yule sasa malkia wa kujichua, ni malkia kabisa, ni pepo la kuzimu, linaanza kukuvuta na kukudanganya. Linaanza kukuvuta kiungo chako hicho sasa, kiungo chako cha uzazi, linaanza kukishawishi kwa kupitia yale mawazo yako.
Ninapokushawishi kile kiungo chako, unajikuta sasa umefanya kile kitendo cha kujichua. Siwezi kuelezea sana hapa kwa sababu wahusika wanajua jinsi wanavyoanza na jinsi wanavyofanya na vifaa wanavyovitumia. Unajua vifaa unavyovitumia, sina haja ya kuvielezea. Amen, amen. Kwa hiyo sasa anaanza kukuvuta na kukushawishi, unajikuta unaanza kama unajaribu. Unajikuta unaanza kama unajaribu, yani unaanza kujichua. Yani wewe lengo lako mwanzo unakuwa kama unajaribu. Baada ya kufanya tu hicho kitendo, anakuja huyo malkia kujichua sasa, huyo pepo. Anakufanya kuwa mme au kama mke. Ulianza kama kwa kujaribu kwa sababu ulikuwa na wazo la tamaa ndani yako. Na yeye sasa anaanza kukitumia kile kiungo kukiamsha zaidi, anakiongezea mara 2 zaidi. Linakuwa ni pepo, linakuwa karibu yako, linakuwa liko nje, linakishawishi kile kiungo kupitia mawazo yako. Yani linakuwa na remote ya akili yako, unakuwa anakukontrol akili yako. Na anapokuwa anakukontrol wewe, itakuja kama akili kwamba ujaribu. Na unapojaribu tu, mbegu zako zinapotoka pale pale anazichukua zile mbegu na anakuja sasa, anakuwa aidha mke au mume. Kwa sababu hii kujichua inakuwa kwa wanaume na kwa wanawake, yani kwa wadada na kwa vijana. Yani hii inakwepo na imewafunga watu wengi. Kwa hiyo sasa akija sasa yule mke sasa, yule malkia wa kujichua, atakuoa, atakufanya kuwa kama mke au kuwa kama mume. Atakuwa yani anakuwa ameweka agano. Na hilo agano analiweka kwa muda ule ule ulioanza kufanya hicho kitendo. Kama ni saa 12, anakuwa anajua ule muda inakuwa ni agano kabisa amesaini. Ikifika tu ule muda, vile viungo vyako tena vinaamshwa. Na vinaamshwa kwa hisia kali kiasi kwamba hata kama unajizuia, unajikuta hauwezi kujizuia, unaenda kufanya kile kitendo. Kama ni mwanaume, unapoenda kufanya kile kitendo, anakuwa sasa yule malkia wa kuzimu anakuja na kitu cha kubebea mbegu zako. Anapozibeba zile mbegu zako, anazipeleka kuzimu. Anapozipeleka kuzimu, zile mbegu zako zinawekwa kwenye maabara, na zile mbegu zako zinatengeneza mapepo, zile mbegu zako zinafunga kipawa chako, zile mbegu zako zinafunga nafsi yako, kwa sababu zile mbegu zako zina mahusiano na nyota yako, yani nafsi yako, zina mahusiano na kesho yako, yani hatima yako. Ina maana sasa wanachofanya sasa, wanafunga hatima yako, inakuwa umeiuza kwa mashetani. Ina maana uzao wako wanakuwa umeuuza kwa mashetani. Ina maana wanapoenda kuweka kwenye maabara za kuzimu, wanazalisha mashetani, yani mapepo. Na hayo mapepo sasa inakuwa ni jeshi la shetani kutushambulia duniani. Kwa hiyo ni mfumo. Ina maana tu shetani ameweka huo mfumo ili kuzalisha mashetani zaidi ambayo yatawashambulia wanadamu zaidi, lakini pia kuwafanya wanadamu watiwe ile chapa 666 na kufanywa kuwa miliki ya mapepo, kuwa miliki ya majoka, kuwa miliki ya shetani. Kijana, naomba unisikilize sana. Hapa tuna save generation. Kwa hiyo sasa utakapofikia hicho kiwango sasa, malkia wa kuzimu wa kujichua amekuja kwako kukuoa au umeolewa na yeye, ina maana utapambana sana kuacha. Sasa utakuwa unafanya kile kitendo, lakini baada ya kufanya unakuwa unajisikia hatia sana ndani ya moyo. Yani kiasi kwamba wakati mwingine unalia sana, unatamani kutoka. Yani unatamani unasema kwamba nafanya hii mara ya mwisho. Yani unapokuwa unataka nafanya mara ya mwisho, yani ukimaliza yani akili ndio inakuja. Unaona kwamba umefanya kosa kubwa. Na baada tu hapo unasahau tena. Yani baada tu ya muda, ukifika ule muda unaofanyaga, inaweza kuwa hata mara 3 kwa siku, mara 4, wengine mpaka mara 5, mara 10. Yani hauachi. Yani ukifika tu ule muda, yule malkia anakuja na kushawisha na anaamsha kiungo chako. Anapokiamsha unajikuta umeingia kwenye hicho kifungo, unafanya tena, unajichua tena na tena. Yani unapomaliza sasa ndo ile hatia inakuja. Yani unatamani utoke lakini hauwezi. Yani unakuwa tu, yani kila siku sasa unakuwa unasema nafanya mara ya mwisho, yani mpaka mwishowe unazoea. Naomba unisikilize sana. Kwa hiyo ukiwa kwenye hicho kifungo, lakini uko TikTok unaangalia vichekesho, kutoka mpaka kesho ni ngumu sana kutoka. Uko unacheza tu magame na unajua kabisa una kifungo. Uko tu, yani hata haufuatilii YouTube, uko tu kwenye mpira. Yani wewe uko kanisani ndio, ni shemasi au tunafanya kazi ya Mungu kabisa, ila tu uko kwenye mpira.
yani unajiona kifungo, lakini yani uko bize na mambo tena ya dunia. Yani uko bize tena kuangalia tena, ukirudi kule part 5 kwenye ile za ndoa za mapepo, uko tena bize kuangalia muziki ya kidunia. Uko bize tena kuangalia picha za uchi. Yani hiyo hawezi ukaacha. Yani itakuwa ni kifungo chako cha milele na milele mpaka Yesu anarudi. Yani unakuwa uko ndani ya kifungo, na ndio maana nikafundisha vita vya kimifumo vinavyohusiana na kurudi kwa Yesu. Kwa hiyo sasa, kupitia hicho kifungo unaanza kuzalisha mashetani kwenye ulimwengu wa roho, na hayo mashetani yanatumiwa na shetani kuja kuwashambulia wanadamu duniani. Yani unakuwa na uzao kabisa, kwa maana mwanaume amewekwa kama mbegu, yani kujaza ulimwengu. Mbegu zako zinapotoka zinaenda kuzalisha, na mwanamke ni kama shamba. Ina maana unapofanya hivyo, wale wa kuzimu wanaweka mbegu, wewe unaotesha, yani unakuwa unazalisha mashetani. Na hiyo sasa inakuwa ni chanzo cha kuwa na mke au mume wa kipepo. Kwa hiyo unaweza kurudi part 5 A, B, na hii itakuwa ni C part 5, kwa sababu ilikuwa kwenye huo mfumo wa ndoa. Amen, amen. Nisikilize kwa makini sana, sasa. Kwa hiyo hii ni mbinu ya kuongeza jeshi la kishetani kwa ajili ya kushambulia watu duniani. Hii ni mfumo kabisa umewekwa na shetani kuhakikisha kwamba anazalisha mashetani, wanajeshi wengi, kwa sababu yeye akiingia na mapepo yake, yani wana wa Mungu wana nguvu sana. Akisema nafyeka, yani mtu mmoja tu unaweza kufyeka mamilioni ya mapepo. Anachofanya sasa ni kuzalisha, yani kupitia wewe, wanadamu hao tu, kupitia hao watu wa Mungu kabisa, wanaanza kuzalisha mashetani. Hayo mashetani sasa yanatumwa duniani. Mengine sasa kwa kupitia hizo mbegu kumbuka nilivyo kufundisha kule, kama hujasikiliza part 5 ile, unaweza karudi ukasikiliza sana. Nimekufundisha mashetani kwenye uniform ya wanadamu, ambayo yapo amezaliwa kama mtu, anasoma shule, anakuwa ni daktari, anakuwa ni nesi, yuko hospitalini, lakini ndani yake sio mtu. Ana vinasaba vya wanadamu, lakini na vinasaba vya mapepo. Yani nusu mtu nusu shetani, yani anafanya kazi hiyo. Kwa hiyo akiwa kule anakuwa ni wakala wa shetani. Yani akiwa popote anapofanya kazi anatimiza misheni za kishetani. Na ndio maana sasa mahospitalini au sehemu yoyote pakiwa na mawakala, uharibifu unakuwa ni mkubwa. Kwa unaweza kuwa ni mtu wa Mungu umeenda kutibiwa, badala ya kutibiwa unapatwa na umauti. Yani unaongezewa tena tatizo linakuwa mara mbili yake, kisa tu kuna mawakala wa kishetani ambao ni nusu mtu nusu shetani. Wapo wengine watumishi wa Mungu nusu mtu nusu shetani. Hawa nikwambia ni wengi kuliko watu wa kawaida. Na chanzo kingine ni kupitia roho ya kujichua. Yani unapojichua, mbegu zinatoka, mashetani wale samarikiwa kuzimu sasa wanachukua zile mbegu, wanazipeleka kwenye maabara za kuzimu, wanazalisha hayo mashetani. Wengine anakuwa ni mtu kabisa, anakuja duniani, ni mfanyakazi, ni askari, ni katika ngazi tofauti. Na wengine ni wanauza, wana mahoteli, wanauza chakula, lakini chakula kile kinakuwa ni cha kuzimu. Kwa hiyo hapo usiache kufuatilia kwenye mfumo wa mavazi na chakula. Hapo tutakiangalia hicho. Kwa hiyo sasa hiki kifungo cha kiroho, ukifungwa, ukiingia mwenyewe, yani ni enter free but not get out. Yani unaingia bure, lakini hauwezi ukatoka nje. Hii tunasema welcome but not return. Yani karibu, lakini hauruhusiwi kutoka, hauruhusiwi kurudi. Yani ukiingia ndio umeingia. Paka maarifa, yani tutumia akili zako, yani paka utachoka. Utakomea tu kwa unajiburudisha YouTube na ni TikTok, Facebook na kwenye mitandao mingine ya kijamii, na unakuwa hata haufuatilii neno la Mungu, yani hautilii maanani kutoka. Kwa hiyo hauwezi ukatoka kwa akili zako, Sikiza nikupe mbinu za kutoka, na zingine pia. Hizi mbinu nimezizungumza kwenye ndoa za kipepo. Unaweza kurudi kule ukaongezea mbinu kaza wa kaza, kwa sababu unapofanya hivyo unakuwa na mke wa kipepo, na nimemzungumzia kule na mbinu za kutoka. Mbinu baadhi sasa za kutoka hapa ni toba kwa Mungu. Yani unaomba toba kwa Mungu, yani unatubu. Ukitubu, yani hauwezi ukatoka hata kwa kutubu tu. Ni lazima umfyatue yule pepo, yani yule malkia aliyekuoa, malkia wa kujichua, paka umpige, yani paka umfukuze. Na ukimfukuza uwe na watu ufyeke, yani uwakatekate, uwaue wale watoto uliozalisha kuzimu. Unapomfukuza kuna alama waga anaweka, yani anakilala tu na wewe, anakuwekea muhuri, eza kwenye mguu, eza kwenye mkono, hayo mahali popote unakuwa na muhuri, unakuwa umechafuliwa na haya mashetani, yani unakuwa na muhuri.
lazima ufute huo muhuri bila kumfukuza, kwa sababu utajitahidi, yani wewe kabisa umezamiria kuacha, ila yeye atakuwa anakuja, anavishawishi viungo vyako, anaviamsha kutumia nguvu zake za giza. Anapoziamsha zile, anakuamsha mwili wako unaamka, unajikuta umefanya nje ya ufahamu wako. Kwa hiyo pako umfukuze huyo. Ukifanikiwa tu kumfyatua, ukifanikiwa tu kumfukuza, tayari unakuwa umetoka. Lakini kama haujamfukuza, haujamfyatua, hajakimbia, haujaua wale watoto wake, haujafuta zile alama zake na baadhi ya mbinu nilizokupa kwenye ndoa za kipepo, hauwezi ukatoka. Na hii ni vita ya kimfumo. Shetani anakuwa yuko mbali kabisa, unakuwa umeingia mwenyewe, kutoka inakuwa ni ngumu. Kwa hiyo nikaona nizungumzie hapo. Vijana wengi wamekamatwa hapo, wamefungwa. Tusome tu maandiko hapo haraka haraka, niende jambo lingine, kwa sababu nina mifumo mingi. Nikienda polepole sitamaliza. Leo tu nitatumia muda mrefu ili nimalize kabisa huo mfumo, kwa sababu nimemzungumza kwa muda mrefu, bado mifumo mingi. Warumi 6 mstari wa 12, basi dhambi isitawale ndani ya miili yenu ipatikanayo na mauti, hata mkazitii tamaa zake. Ina maana lazima uofishe mwili. Jambo lingine hapo kwenye mbinu ya kutoka, ni lazima ukisahau kile kiungo kama kipo. Yani tatizo lako wewe unakuwa kama una mtoto, yani unakizingatia sana, yani kisahau. Yani wewe tu unakumbuka tu ukienda kujisaidia, twenda tu usikiangalie, kwa sababu ukienda kuomba amalo kishike, tatizo linaanzia hapo. Nafikiri vijana wanaelewa. Mara ukilalie, mara ufanye kitu, mara ufanye nini, ukisahau kabisa kama hakipo, yani uufishe mwili. Yani ianzie, yani kushinda kwako kuanzia kwenye kuwaza. Badilisha mfumo wa kuwaza. Yani unapokuwa tu unawaza, unakuwa kwenye mfumo wa kuwaza wa Mungu, hauwezi ukawaza vitu hivi. Yani unapoingiza tu mfumo wa mawazo ya shetani, unapowaza tu mawazo mengine, basi tayari unakuwa umejaa kwenye mfumo wa shetani na anaanza kukutesa. Kwa hiyo sasa, basi dhambi isiwatawale, yani usitawaliwe na dhambi. Kwa hiyo baada ya somo hili nitafundisha mtu ni ufahamu. Kwa hiyo usiache kunifuatilia, mtu ni ufahamu. Na kupitia hilo somo sasa ni center ya kushinda dhambi zote za zinaa, dhambi zote za mawazo. Mtu ni ufahamu. Kwa hiyo nitaenda kufundisha somo hilo, mtu ni ufahamu. Kwa hiyo hapo nisiende sana. Fungua pia Waefeso 2. Waefeso sura ya 2 mstari wa 23. Nafikiri ilikuwa ni Wakolosai 3 mstari wa 5, nafikiri nimekosea. Wakolosai 3, Wakolosai 3 mstari wa 5. Neno la Mungu linasema, basi vifisheni viungo vyenu vilivyo katika nchi. Ukifishe kabisa, yani wadu usikiwaze, yani useme hata akipu umeking'oa, umekitupa baharini. Ukifishe uasherati, uchafu, tamaa mbaya, mawazo mabaya. Uyafishe mawazo mabaya. Yani unapofisha tu yale mawazo, tayari unakuwa na uwanja mpana wa kutoka. Na kutamani ndio ibada ya sanamu. Lakini kwa hiyo lazima ukifishe hicho kitu. Kwa hiyo hapo sitazungumza sana, kwa sababu hata vijana wenyewe hawanifuatilia, hawapo. Kwa hiyo nimeona tu nizungumze. Kwa hiyo hata mmoja anaweza kupatikana hapo, lakini najua wapo ni wengi. Na Mungu tu atusaidie, na wazazi wetu mzidi kutuombea vijana. Mungu ameweka kusudi kubwa kwetu, lakini kupitia mwili shetani ametunasa. Yani hawa vijana waliofungwa, wale wenye hatima kubwa, yani wale wenye hatima kubwa, wale waliokusudiwa kufanya mambo makubwa na Mungu, ndio wale walionasa. Ndio yani wale wapagani ambao hawana hatima kubwa, wala hata hawana hicho kifungo. Ila wale ambao wako kanisani kabisa, ambao na wana wako kanisani, ndio wale waliofungwa, kwa sababu wana hatima kubwa. Kwa hiyo mnapotuombea wanapotoka, basi tunatimiza mission ya Mungu. Naomba basi niendelee hapo bila kupoteza muda. Tuangalie jambo lingine sasa, maagano kwa watoto. Naomba tu niunganishe hapo. Na muda wangu umeenda kweli. Basi naomba niendelee. Maagano, huu ni mkakati wa kuzimu kuteka ulimwengu kupitia mfumo wa jeshi la watoto
na watu wazima kuwapanda katika uchawi nje ya fahamu zao. Basi kulingana na uzito huu na dakika zilipoenda na uvivu watu kusikia, ninaomba tena niwe na pati nyingine. Amen, amen. Mungu akubariki sana.